Mvutano mkubwa unaoendelea ndani ya jeshi la Pentagon nchini Marekani kufuatia taarifa nzito zinazoendelea kuripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa kama BBC, Al Jazeera na CBS. Kwa mjibu wa taarifa hizo, waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth amemwagiza rasmi mnadhimu mkuu wa jeshi la Marekani General Randy George kujiuzulu wadhifa wake mara moja na kupisha uongozi mpya. Tamko hilo limeungwa mkono na msemaji wa jeshi la Marekani Sean Parnell, ambaye amethibitisha kuwa Generali Randy ataachia ngazi bila kuchelewa na tayari mrithi wake amepatikana. Nafasi hiyo itachukuliwa na naibu wake Generali Christopher Lenave, ambaye sasa anatarajiwa kuwa mnadhimu wa 42 wa jeshi la Marekani. Kinachozua mjadala mkubwa zaidi ni madai kwamba Generali Lenave anaonekana kuwa karibu zaidi na msimamo wa waziri huyo, jambo linalotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama jitihada ya kuunda uongozi unaoendana na dira ya kisasa na kiutendaji ya wizara hiyo. Hatua hii haijaja peke yake. Inadaiwa kuwa waziri huyo amekuwa akifanya mabadiliko makubwa ndani ya jeshi kwa kuondoa viongozi kadhaa waandamizi, wakiwemo maafisa wa juu kutoka jeshi la wanamaji na jeshi la anga. Hali hii imezua maswali mazito kuhusu mwelekeo wa uongozi wa kijeshi wa Marekani na iwapo kuna ajenda pana inayotekelezwa kimkakati. Kinachozidi kuongeza uzito wa tukio hili ni ukweli kwamba General Randy alikuwa bado ana takriban mwaka mmoja kumaliza muhula wake wa miaka 4 madarakani. Kuondolewa kwake kabla ya muda wake kuisha kumeibua mjadala mpana kuhusu utamaduni wa uongozi, uhuru wa jeshi dhidi ya siasa, pamoja na udhabiti wa taasisi muhimu za ulinzi wa taifa. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa Washington, yakisubiri kuona athari za mabadiliko haya makubwa ndani ya jeshi lenye nguvu zaidi duniani, na iwapo hatua hizi zitaleta mageuzi chanya au zitaibua migogoro mipya ya kiutawala na kisiasa. Bana, mtazamo wako ni upe hapo chini, sema comment, dondosha hapo chini, tutakomentisha sana. Mr. Barry, that's my name. See you another time.